kuuliza hiyo push watu waende wawaje. And you know, I get more irritated when I find that our colleague is the one who has been given a chance, anasimama kwa watu na waeleza, anasema ati hiyo kitu ilikuwa niliona ni mbona you could have even said that I saw Honorable Arama is the one, why didn't he say my name? And then mimi nataka nipeleke tuende political contest between myself and those people who are talking that Arama alikuwa mtoto shule, alikuwa anafukuzwa, akaenda akasema, akaleta shida, mtoto akakuwa admitted, na huo waseme ilikuwa ni mbaya, so tupige kura tuone ni nani alifanya mzuri, yule anapeleka mtoto shule ama ni yule apeleki. Lakini akifika kwa rallies anaanza kuongea vitu ya upuzi. Leo mtu naye anataka ati akuje kwa constituency yangu tumpe kura. Otherwise, we at one stage we are going to tell people the truth that if you give such a person kura, yeye hawezi kwenda kutetea watu ya Nakuru Town West. Kwa sababu how do you say that Arama alifanya vibaya kupeleka mtoto shule? Ati alifanya vibaya kupeleka mtoto shule, anataka kunyanyaswa. Tena unataka watu ya Nakuru Town West kuambiwa wakupe kura. You cannot do that. Let me tell you, my friend, as I've told you like this, a member of parliament is the biggest stakeholder in that constituency. Now, if we do all of this infrastructure, we pay school fees. Are you telling that we are not supposed to talk as members of parliament? Do we find a head teacher doing something wrong? I'm not saying these ones who were transferred, they have done anything wrong. But I'm assuming they didn't say one in particular member. They said, now he's saying that interferences from members of parliament in certain areas, they have a right of asking what's happening in that constituency in terms of learning of students and the way the head teachers are heading the schools. I mean, we are the stakeholders, and the biggest stakeholder is a member of parliament. So na kazi ya member of parliament ni kuuliza so kama mwalimu ameenda amefanya makosa, amefanya kitu mbaya, unataka kusema member of parliament yose kuuliza na ati waje kutupeleka kama mafara. You know, they think that the members of parliament are just there and we cannot talk because pengine wanataka kujionyesha ati wanapigania mwalimu. Au wewe unapigania mwalimu namna gani na mwalimu amekula pengine pesa ya shule? Unapigania mwalimu namna gani kama mimi nimepeana pesa na hajaenda kufanya ile kazi, hiyo pesa inatakana ifanye? Kwanza mimi nikipeana pesa, mimi wanga nafuata. Like next week among the constituencies, go and look at how made Moi Primary. Moi Primary si jana ilianza kutengenezwa, watu watukuje kudanganya hapa. Ati Moi Primary is doing very well now because of the head teacher who said he has been doing well and I've done a lot of infrastructure there and everybody knows. Hiyo pesa yote nimeweka hapo, nataka kusema mimi siwezi kwenda niongee. So at a certain stage we are going to go to the AGM of these schools. And now I will be passing every school, niende huku niende niulize kama mimi siwezi kuongea na mimi ile pesa inafanya kazi hapo ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency, si pesa yangu. Ni pesa ya watu ya Nakuru Town West constituency. Kama wamesema mwalimu aende, wewe proceed and go. Usituletee maneno ya kuja kutuambia hapa. Then when you go to a function like that one, ukiongea, then you find another member of parliament supporting such sentiments. That is being stupid, and that is something which you cannot allow. You know, unless somebody is an idiot, is when you can talk about the Arama transfer in teachers. I think that's utter nonsense which we cannot even talk about. How can I transfer a teacher? How? The teachers, they have their TSC process there. What these people are not telling you is that they have been having issues with the TSC, whatever I've been hearing about it. But the transfers, they don't fall under my docket. I've not even talked about it, and I don't talk about it. If they want, whatever place they were, I don't care about it because it's not my work. My work is to make sure that the schools are well equipped in terms of infrastructure, which I've done. My work is to make sure that hakuna mtoto ananyanyaswa akienda shule, which I've done. But the maneno ya transfers, hiyo ni ujinga. In any case, let me ask, why could a teacher anasema hataki kuwa transferred kwa nini? I mean, these schools were not made for one teacher. Ni mahali inasemekana when a teacher goes to a school, does that teacher become permanent and pensionable there? Atiye lazima akae hawezi kutoka. Transfers are normal. Kama umeambiwa songa. Sasa angalia kama ni mama ngina. The parents were in my office here telling me that sisi hatutaki mwalimu, hatutaki body, hatutaki, nikawaambia that's not my work. Go back. I will only facilitate. I go to the DC, I go to work to education, nikawaambia enda mama ngina. Muende muongee
hiyo malalamisho umpeleka hapo. Mimi I don't have authority ya kusema ati mwalimu aende ama bodi ibaki. And they went there wakalalamika wakasema mwalimu aende na bodi iende. Look at Moi Primary. Moi Primary, when you find actually, by the way, there's a court order. Somebody went to court. There's a court. Something. Somebody went to court at the BOM. Wameenda kotini at retain that teacher there. What is the work of BOM in saying a teacher who retained in a school? Why? Yani ati mwalimu amekuwa transferred, board of management wameenda kotini atuaje mwalimu aendelee kubaki hapo. What does one show? It shows you that there is a lot of corruption going on in that school. So as a member of parliament, unataka kuniambia mimi siwezi kuongea? Yet I'm the one who has made that school to be what it is. CDF funds ya Nakuru Town West, which is not my money, which is the money belonging to these parents you are seeing making noise there. Mama Ngina wanasema hawataki hata hiyo mwalimu, hawataki pia. Unataka kuniambia mimi sasa kama mheshimiwa atanyamaza tu? Nilikuwa kama niende ninyamaze nisiongee? Secondly, Moi Primary, when you find parents demonstrating in the streets, and very few of them, that school iko na 5,000 students, less than 100 parents are demonstrating, and I'm told the 100 who are demonstrating, some of them are not even parents, ni people who are hired from Nakuru Town East, who are coming to Nakuru Town West kusema Kiarama Masigo. I go where my term is up to 2027. Hiyo ni ujinga ya hali ya juu, watu waende wawache hiyo ujinga, because TSC is the one which deploys and is the one which transfers. If there is anything which is wrong in Moi Primary, I don't have any authority ya kwenda kusema mwalimu apati hapo. I can't. And at the same time, kama siwezi kusema apati, siwezi kusema aende, because it's not my work. Lakini watu wanaleta siasa, naona wanaenda wanasema ati iko ukabila. Ukabila iko wapi? Kwani iko shule iliandikiwa kabila fulani? Hii Nakuru every community is there. Hii watu wa chinga nimeona wanasema ati ukabila iko wapi? Yule anaenda hapo Moi, she's coming from Kabutembo. Yeye si Mkisi. Huyu anatolewa, huyu anaenda Mama Ngina, ni yule anatoka Nakuru, anatoka Moi Primary, anaenda Mama Ngina. Ukabila iko wapi? Kama ningekuwa nataka ukabila, if I had a say of saying, kama nimefukuza hiyo according to what they are saying, nimefukuza Moi Primary head teacher, nimefukuza, nimepeleka tena Mama Ngina, sidhani ya kuna said ya sukua hapa. Do I have that authority? I don't have. Sina. So na hii maneno watu wanasema ati kabila fulani, hakuna kabila hapa, hakuna shule imeandikwa kaandikwa ati wewe hii kabila it belongs to Luos, this belongs to Kisii, this belongs to Kalenjin. Hakuna kitu kama hiyo. Wacha watu wafanye kazi bila walielezwa. TSC is the one which deploys. Watu waende wawache hiyo upuzi ya kuongea maneno huko kuhusu interferences vile walikuwa wanasema hapo, vile mheshimiwa Gikadi anisikia akisema that there is a member of parliament who is interfering with learning of I don't know what he said, data learning or with the schools management. Kwanza ninataka kusema namna hii for those wale hawajui ya kwamba a member of parliament is the most how can I say, yeye ndio stakeholder mkubwa wa maneno ya education kutoka kwa sub county yake mahali yana represent. So if you find something going wrong within the schools where you are a member of parliament, you are supposed to intervene positively. Positive intervention, hiyo intervention hiyo inatakikana. I don't know what they meant. Unajua iko watu wengine wanaenda wakikuwa mkutano kama ile ilikuwa pale Nakuru High, iko psycho fans wengi sana in the name of maybe elected leaders. Some elected leaders have become so reckless. Wakipata watu wanaanza kuongea tu kama ile nilikuwa naongea, nasema ati a member of parliament interfered. I think I want to tell you, Honorable Gikaria, that it's high time now he started being a bit careful with these utterances.
Ile mtoto alikuja hapa ni mtoto kutoka kwa constituency yangu. Ni mtoto nimelipia pesa aende shule na nimelipia pesa zote. Sile nadhaikana aende kwa hiyo shule. Mzazi ameenda amenunua uniform. Ameenda shule, yule mwalimu amemweleza ya kwamba hawezi kuadmit yeye kwa sababu ana games kit. Games kit, you can imagine ati kwa sababu ana games kit ya kwenda kucheza mpira sijui kufanya nini. A normal person or a member of parliament elected by people, you cannot say such utterances that Arama interfered. How was I interfering? Because I paid this school fees for this child. Mzazi amenunua uniform. Sasa maneno ya games kit yanatokea wapi? Other in the sense of that person who was saying that a member of parliament interfered. I think let's be a bit serious. Unajua pengine members of parliament wengi hawajali vile watoto wanaenda kusoma because maybe they don't pay school fees for children, for kids from their constituencies. Because mimi nalipa, lazima nielezwe niambiwe ni kwa nini hiyo mtoto atakuwa admitted, and that's what I went there to do. What was wrong? There is nothing wrong. Kwa sababu ukiona watu wanaenda pale kwa mikutano kama hiyo, they become petty. That's pettiness. That a member of parliament alipeleka mtoto shule, yule amelipia pesa, anaenda kuuliza ni kwa nini hiyo mtoto hajakubaliwa aingie kwa hiyo shule. Then mtu unapeleka hiyo vitu kwa maneno ya education, mahali mnaitana, unaenda kuambia watu ati there is a mheshimiwa who interviewed and they was in front of the cameras. I don't do things behind the tents the way they do. Kama mimi nimelipia mtoto yangu shule, hata ikikuwa hiyo mtoto anaenda shule gani, lazima hiyo mtoto aende akuwa admitted. What of if the president himself said, William Ruto alisema watoto wote waende shule bila hata school fees, autonomia had paid. Imagine mimi nimelipa, president amesema watoto waende shule, lakini there is a teacher somewhere chasing away a child because of games kit. That is the lowest I think I could see in that meeting, and I wish I could have been there. If I was there, I could have told whoever was saying that nonsense that hiyo ni ujinga, wacha kila mtu alinde constituency yake. You know, I'm not answerable to Nakuru Town East member of parliament. Aenda afanye, mimi nasikia anataka kuwa senator. Anataka kuwa senator by undermining other elected leaders. Why do you want to talk a lot of rubbish in front of many people? Na waeleza unasema at it was in view. Unajua hiyo psychophants should stop now. If you want to fight for any elected post, and especially, I don't want to start undermining Honorable Gikari in my constituency. This is almost the second time I've seen him talk about my constituents even without asking me. There's a time alikuja kufanya games hapa Shabab na vijana huko wakaletana shida because he didn't do what they had agreed, and I could see after a long time he was talking that iko kijana alikuwa ameshikwa akaenda na pengu nini, but I've been keeping quiet na kunyamaza. Gikari asifikiria ati I'm in charge of my constituents. Let him talk about his constituents. We are not going to accept this nonsense where a colleague stands up, he started talking about the anaanza kuongea kuhusu maneno yako mbele ya watu wote, kuanza kusema ati aliona it was filmed the camera. Me I don't do things behind the back. I don't put my cards under the table. Mimi namuomba Gikari aendelee na constituency yake, awaje constituency yangu. It's not my post where he's going to talk a lot of things about myself. Atiko ndienda kufanya, hakuna makosa nilifanya. What you are couped, I told them the same. We cannot deny a child education simply because ana games kit. Mtoto akienda shule mara ya kwanza anataka kwenda kusoma, si kwenda kucheza. That's what I asked, and it was very simple. So hiyo swali umeuliza mimi, nataka nikutume tu kwa Mheshimiwa Gikaria, uende mwelezo mwambia waachane na mimi. Let him concentrate in Nakuru Town East, au waachane na Nakuru Town East, West. Yeye
anataka kusimama senator, and at a certain stage we will tell our people, and in my constituents, such utterances, ila anataka kwenda kufanya huko, I will tell my people not to vote for him, because it appears like yeye hajaelewa anafanya nini. You can't go and start telling people about your colleague that yet he was in view of anataka ku please nani. You know, some people won't even to please their masters. If kama yeye yako na masters yuko Nairobi, let the waenda kwa polisi yao huko. Me, I don't have any master. My master ni hao watu hapo wananichagua. So kama yeye kikali alikuwa anaona anataka kuongea hivyo, ndiye aende kuambia whoever he wants to please that Yarama is the one who is doing this. No, that is nonsense. I cannot allow that. Yeah, I did something right and I stand by what I did. Hata leo nikikuta mwalimu amefanya kitu kama ile, baada ya that school telling that teacher this is not right.